Bwana asifiwe. Amen. Nitashiriki leo katika hapa nitashiriki katika kusoma neno lake Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Mathayo. I'm reading from the Gospel of Matthew. I read a few verses there. Mathayo kifungu cha kwanza na mstari wa 18. Matthew chapter 1 verse 18. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa ni hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimia kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akisiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkewe, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye akazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake dhambi zao. Haya yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Naye Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama vile malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe asimjue, hata alipomzaa mwanawe akamwita jina lake Yesu. Let's pray. Mungu wetu uishie milele, napokumbuka kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba, naomba kwamba ukatusaidie kwamba Yesu alizaliwa katika roho zetu, na zaidi Mungu wa ajabu, tukikumbuka tusione tu mtoto mdogo, mtoto mchanga aliyezaliwa, bali tuone wewe ni Mungu uliyekuja kuokoa wana wako. Kwa Baba tusaidie, bariki, maana tunaomba katika jina safi la Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Bwana asifiwe. Katika kitabu cha Mathayo tunapokumbuka Krismasi, je, ni wazo gani ambalo linakuja katika mawazo yako? Juzi mtoto wetu yule mdogo anaitwa Jerry alikuja akaanza kuimba wimbo ambao anaimba shule. Mbona sema baby Jesus, yani mtoto Yesu, I love you. Anasema yani mtoto Yesu tunakupenda. Yani katika mawazo ya hawa watoto, na wanapofundishwa pale shule, wanaambiwa ya kwamba mtoto amezaliwa. Na kila siku ya Krismasi inapofika, wanasema ni siku ya kukata keki ya birthday. Unaona? Bwana asifiwe. Yaani wanakumbuka hiki ni kitoto kidogo kimezaliwa, ni Yesu, ni baby Jesus. Unaona? Ni mtoto Yesu. Lakini mara nyingi naona kwamba wale watoto hawaelewi uzito wa huyu Bwana Yesu kuzaliwa. Haleluya. Amen. Na katika ukiangalia katika Injili nne, kuna Injili nne katika maandiko matakatifu. There are 4 gospels. Na kila Injili and every gospel ina uzito wake, has a certain way kuhusu Yesu Kristo. Katika kitabu cha Mathayo utaona kwamba katika kifungu cha kwanza tunaelezwa mbari tofauti. Unaelewa maana ya mbari? Mbari fulani, hata Biblia imesema ni kutoka mbari hii, yani ukoo tofauti ambazo zimeelezwa kuonyesha pale Yesu Kristo alipotoka.
Na ukiangalia katika kitabu cha Mathayo 1:17 inasema basi vizazi vyote tangu Ibrahimu hata Daudi ni vizazi 14, na tangu Daudi hata uhamisho wa Babeli ni vizazi 14, na tangu ule uhamisho wa Babeli hata Kristo ni vizazi 14. Yaani tangu Ibrahimu alipoitwa na Mungu hadi kuzaliwa kwake Yesu Kristo vyote vilikuwa ni vizazi 42, kwa sababu ukiongeza vizazi 14 vyote vitakuwa nini? 42. Kwa hivyo kila mtu anazaa mpaka Yesu Kristo alipozaliwa. Bwana asifiwe sana. Amen. There were 42 generations before the birth of our Lord Jesus Christ. If you look at Matthew 1:17 has 3 different generations. 14, all equals to 42 generations. Na ndio nataka mjue ya kwamba kama ni vizazi hivi 44, kwa nini hakuna mtoto mwingine aliyezaliwa akawa ni mtoto wa kipekee ambaye angeitwa nabii ama angeitwa kuhani mkuu ambaye angeitwa Kristo ambaye angeitwa Yesu Masihi? Bwana asifiwe. Amen. Ni kwa sababu ulikuwa ni mpango wake Mwenyezi Mungu ya kwamba Yesu azaliwe wakati ule na kwa njia za kipekee. Kwa hivyo jambo la kwanza, Yesu alikuwa ni mwana wa kipekee. First thing, Christ was an exceptional child. Na utaangalia mstari wa 18 anasema nini? Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu akafanya nini? Akapata mimba. Na mimba hii ilikuwa ni kwa njia gani? Ni kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kwa maana Biblia inasema kwamba unajua katika desturi za Wayahudi haungeweza kumchana na kijana hawakutakiwa kuwa pamoja kabla ya siku ya harusi, siku ya ndoa. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ilikuwa sasa, mimi naongea na hata vijana ambao wako siku hizi. Nataka mchukue ule mfano wake Yesu Kristo. Wale ambao wameenda kifo tangulia, labda wengine walienda wakachukua kule. Unajua Bwana asifiwe. Amen. Wakikuwa tulikuwa tunasema aje mara hikanilie kiama bebeini. Bwana asifiwe. Amen. Yaani watu wakienda pale shambani kusikule zile mahindi ambayo imekuwa ikakomaa. Sasa watu walikuwa wanakuja wakati wa mahindi imekomaa, wanakuja wanaibana na wanaenda wanaishi pamoja. Bwana asifiwe. Amen. Na hiyo ilikuwa ni kama desturi kwetu. Hakukuwa tu mambo ya ulaji nini. Basi mambo ya kuenda kwa wazazi ilikuwa ni baadaye. Haleluya. Amen. Lakini zamani ilikuwa ni watu wanachukua na wanapenda hiyo msichana wanachukua na wanakimbia wanaenda wanaishi pamoja. Lakini katika desturi za Wayahudi haikuwa hivyo. Ilikuwa ni kwamba wafuate utaratibu. Sawa. Mstari 18 unasema kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa. Kwanza unafanya nini? Unamposa. Ukishamposa unatoa mali, na kuposa ni kutoa mali, sio? Hata sisi wa Afrika unatoa mali, unapeleka ng'ombe, mbuzi, kondoo. Hata mara nyingine unaenda kwa wazazi wa msichana. Kama mimi nilipokuwa nitafuta yule mama, naenda naambiwa hapana, haijatosha, rudi tena. Ngali mimi sikusumbuliwa sana, tuseme ukweli. Lakini kuna watu ambao wanasumbuliwa. Unapeleka mali na naambiwa umekuja mpaka ufikie mbuzi 500. Sijui kama ilikuwa hivyo kwa Yesu. Lakini Biblia inasema nini? Inasema wakati ule yule msichana akapatikana ako na nini? Na mimba. Akapatikana ako na nini? Na mimba. Mjamzito. Hiyo ni Kiswahili cha upole. Bwana asifiwe. Akawa ni mjamzito. Hiyo ni polite, inaitwa polite language. Praise God. Amen. So what I'm trying to say here is that the birth of Jesus Christ was an exceptional occurrence in history.
It is not a daily thing. It's not an everyday occurrence or miracle, as I would like to say. Because Mary became pregnant without the conventional system that we all know, the day-to-day way of becoming pregnant. And I was saying that, I was giving an example of African situation, how we go about getting married. How do we get married? How do we go and propose to a woman and all that kind of stuff? That's what I was going to come to. And it is very important to understand that. And at that moment, when Mary was just about to be married to Joseph, she realized that she was pregnant. Akajua kwamba yeye ni mjamzito. Bwana asifiwe. Amen. Na Yusufu akasumbuliwa na hilo jambo sana. Kule kwetu kuna pastor mmoja ambaye ni rafiki yangu. Alienda Nairobi, akapata mchumba, na yule mchumba ikawa ni lazima waoane, lakini hakujua yule kwamba yule msichana alikuwa ni mjamzito wakati ule. Baadaye ndio kabla hajafanya harusi, siku ya harusi karibu imekaribia, ndio akapatikana kwamba ako na nini? Ako ni mjamzito. Na ikaleta shida sana. Hata yule pastor ikabidi waambie sasa, sababu yeye pastor alisema mimi nitaenda tu nitaoa yeye, sababu nishaamua. Sasa kukawa na maswali mengi mpaka akasimamishwa kazi, kama huwezi kuendelea na huduma hii. Ilikuwa ni Mjaluo kutoka pale upande wa Uluoni. Naye Yusufu alisumbuka kwa njia hiyo hiyo, akasumbuka. Lakini Mungu kupitia kwa malaika mtakatifu, mstari wa 20, alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua mkeo, maana mimba yake kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Amen. Tujue ya kwamba Mungu akiamua ameamua. Haleluya. Amen. Na Mungu anatimiza mambo kwa njia zake za kipekee. Mungu hafanyi kazi kwa njia ambazo sisi kila siku tunazielewa. Unaona? Kwa maana wakati mwingine tunasema Mungu lazima Mungu anionyeshe njia ambayo atafanya mambo, ama kuna utaratibu fulani ambao Mungu anafuata. You know, God does not work in a predetermined way. God works in his own way. And that is exactly what happened in the birth of Jesus Christ our Lord. Even when Joseph had reached the point of giving up and saying that I do not want this lady, I do not want anything to do with this lady. And you know, he wanted to do it in a very polite way, walk out of the relationship quietly. Lakini Yusufu hakufanya bila, kwa sababu Mungu kupitia kwa malaika mtakatifu akamwambia usihofu. Usihofu. Bwana asifiwe. Amen. Sisi wanadamu tuna njia nyingi za kuhofu, sio? Bwana asifiwe. Amen. Tuna njia ambazo tunahofu maisha, tunahofu mienendo yetu, tunahofu wokovu wetu, tunahofu kila kitu ambacho kinatendeka katika maisha yetu. Na Yesu anatuambia kupitia kwa huyu malaika wake, kwa sababu malaika wa Mungu anatujia kila siku. Hii Christmas anakuambia nini ambacho una hofu. Na kama una hofu, basi uangalie nini? Mkono wa Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Angalia mkono wa Bwana. Look at the fingerprints of Jesus in whatever circumstances you are going through. Chochote ambacho unapitia, tazama mkono wa Mungu. Labda kuna shida wakati unasherehekea Christmas, labda kuna tashwishi katika maisha yako, labda kazi zako hazienendi kulingana na mpangilio wako. Je, swali ambalo unajiuliza na mimi nitajiuliza ni nini? Kuna mkono wa Mungu katika haya yote? Haleluya. Sababu tunajua kuna hata usiku, kila usiku uko na nini? Siku na ucheo. Ni kuta ama ni ucheo? Asubuhi, wakati mwanga umekuja. Haleluya. Ni asubuhi. Jioni ni adhuhuri.
Mchana ni mchana, lakini alfajiri. Ya yote pastor sana. Bwana asifiwe. Amen. So there is no life without a morning. There is no night, no darkness without a morning. Tunaposherehekea. Kwa hivyo jambo la kwanza tunaona ni nini? Kuzaliwa kwa Yesu kulikuwa ni njia ya kipekee, exception. It was not usual. Na jina la Yesu pia lina maana yake. Mstari wa 22 ukasema, haleluya. Amen. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake nani? Haleluya. Nawe utamwita jina lake nani? Maana yake ni nini? Si Manueli ni katika kitabu cha Isaya 6. God with us, yaani Mungu pamoja nasi. Lakini hapa anaitwa nani? Maana yeye ndiye atakayewaokoa watu na dhambi zao. Yeye, maana ya Yesu ni nini? Haleluya. Maana ya Yesu ni nini? Sema atakayeokoa wanadamu na dhambi zao. Na Yesu na Yoshua, ukiangalia katika kitabu cha Yoshua katika Agano la Kale, Yesu na Yoshua ni kiini chake ni kimoja. Bwana asifiwe. Amen. Yoshua aliambiwa naye Mungu nini? Awaokoe wana wa Israeli, awafikishe katika nini? Mji wa Kanaani. Wakati Musa alifika mahali fulani, Yoshua akachukua usukani, akawafikisha wana wa Israeli katika Kanaani. Bwana asifiwe. Amen. Na kwa hivyo Yesu akaambiwa utampa jina Yesu Kristo, yaani Yesu. Na yeye maana yake ni nini? Mungu anawaokoa watu na dhambi zao. Bwana asifiwe. Na huyu tu ndiye anaweza kuokoa dhambi, hakuna mwingine. Bwana asifiwe. Amen. Hakuna mwingine ambaye amepewa mamlaka ya chini na juu. Biblia inasema ni nani? Ni ingawa ni Yesu Kristo. Huyu peke yake ndiye amepewa hayo mamlaka. Na kwa hivyo tunaposherehekea siku ya Krismasi ambayo itakuwa hapa Alhamisi, tukumbuke hili. Na jambo lingine ambalo lilifanyika ni hili. Haya yote yalifanyika ili kutimiza maandiko matakatifu. Bwana asifiwe. Amen. Na hili linatufundisha nini? Wakati unafanya uamuzi wowote, wakati mimi ninafikia uamuzi wowote, nijiulize, je, yote yanalingana na maandiko matakatifu? Haleluya. Najua siku hizi watu wamezoea kufanya uamuzi bila kurudi. Kwa nini? Bila kurudi kwa maandiko. Tuseme kwa mfano, katika uongozi kanisani, uamuzi wowote ambao unafanya unaambatana na maandiko matakatifu. Haleluya. Amen. Can somebody say amen? Can somebody say amen? Amen. Yaani unajiuliza yanafuatana na maandiko katika uongozi wa kanisa, katika uongozi katika nyumba zetu, yanafuatana na maandiko matakatifu. Bwana asifiwe. Katika kama wewe ni kijana na umefika mahali unataka kuposa ama kuposwa, unajiuliza, je, jambo ambalo unafanya linaambatana na maandiko matakatifu? Bwana asifiwe. Amen. Kwa maana kuzaliwa kwa Yesu Kristo, na unajua Yusufu hangekubali kumchukua Yesu Kristo, mama wa Yesu Kristo Mariamu awe mkewe kama hangedhibitishiwa kupitia kwa neno. Kwa maana mstari wa